Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana libarikiwe sana, na wasalimu katika jina la Yesu. Mungu awabariki sana, na tumaini mko salama. Mungu awabariki wale wote ambao mmekuwa mkifuatilia peji hii, wale wote ambao mmekuwa mkibarikiwa. Ninamshukuru Mungu kwa ajili yenu, na ninawakaribisha leo uko ujumbe mzuri ambao natumaini utabarikiwa. Na ujumbe unasema utumishi. Utumishi huu ni kile kitendo cha kutumika mahali fulani. Huyu mtu huwa anaitwa mtumishi. Anakuwa anatumika kwa sababu ama kwa ajili ya jambo fulani. Na katika utumishi huu basi nitaongelea habari ya mtumishi wa Mungu. Tunajua watu wengi wanapenda kusikia mtumishi wa Mungu, ama wanaongea mtumishi wa Mungu. Sasa ni vizuri kujua huyu mtumishi wa Mungu yukoje. Bwana Yesu asifiwe. Ninaposema mtumishi wa Mungu au huyu mtumishi wa Mungu ni mtu ambaye anatumika chini ya ufalme wa Mungu. Huyu mtumishi wa Mungu ni mtu ambaye anatumika chini ya ufalme wa Mungu. Yaani anapewa nafasi afanye kwa ajili ya Mungu. Yaani anakuwa ana kazi fulani anayoifanya, sio kwa ajili yake bali kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Sasa huyu mtumishi anayo mambo mengi ambayo anakuwa anayabeba, na wakati mwingine yako mambo ya msingi ambayo anatakiwa yafanye. Kwa hivyo ujumbe wa leo unaruhusu ama unafundisha kwa habari ya mtumishi wa Mungu. Nimesema mtumishi wa Mungu ni mtumishi ama mtu anayetumika kwa ajili ya jambo fulani. Sasa ziko aina za mtumishi, ziko aina mbalimbali, na leo nitazungumzia chache. Natamani tujifunze ili tuweze kumtumikia Mungu. Ukitathmini ama ukiangalia dunia ya leo ina mambo mengi sana, lakini pia tumepewa agizo kuu kwamba tutumike. Nendeni ulimwenguni kote, mkawafanye watu kuwa wanafunzi wa Yesu. Hili ni agizo kwamba kila mmoja analo jukumu katika hali alionayo kwa utumishi ambao Mungu amempa. Na ndio maana leo basi nimeona nizungumzie habari ya utumishi. Mtumishi wa Mungu anayesimama kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Kadhalika wako watumishi ambao wanasimama kwa ajili ya ufalme wa giza, wanatumika pamoja na shetani. Hao nao wapo, lakini mimi leo nazungumzia habari ya mtumishi wa Mungu. Na ziko aina nyingi za utumishi huu, na mimi leo nitazungumzia aina tu chache za utumishi huu ambao unatumika kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Na yako makusudi mbalimbali ambayo unakuta mtumishi huyu anaelekezwa kuyafanya, lakini pia ziko namna ambazo anatakiwa afanye ili aweze kukamilisha huu utumishi wake. Na nikisoma kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 16, kuna huu utumishi ambao ni wa kuwaleta watu kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wewe kazi yako inakuwa unatumika kuwashuhudia watu wengine habari za Mungu, unatumika kuwaambia wengine habari za ufalme wa Mungu. Na nitasoma kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 16. Yako mambo ya msingi ambayo naamini utabarikiwa wewe ambaye unatamani kuwa mtumishi wa Mungu au tayari wewe ni mtumishi wa Mungu. Yako mambo ambayo yatakusaidia katika utumishi wako. Kumbuka tu kwamba kila utumishi ulionao ama mtumishi yoyote, iko kazi yake itapimwa. Iko siku ambayo kazi yake itapimwa kuonekana kwamba alifanya nini mbele za Mungu. Kwa hivyo wewe mtumishi wa Mungu, labda wa namna fulani katika ufalme huu wa Mungu, kumbuka tu kwamba kazi yako inasomeka, lakini kile unachokifanya kinaandikwa mbele za Mungu. Sasa yako mambo ya kujikumbusha, yako mambo ya kufanyia kazi, lakini pia kutiana moyo, kwa sababu kazi hii sio nyepesi, inahitaji neema kubwa ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo
Nitasoma kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 16. Neno la Mungu linasema hivi: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa hivyo tunaweza kuona utumishi huu jinsi ulivyoanzia, ama utumishi huu wa kuwaleta watu kwa Yesu unapoanzia. Tunaona jinsi gani Mungu alimtoa mwanawe wa pekee Yesu Kristo kwa ajili ya maisha yetu. Tulijifarakanisha na Mungu kwa matendo yetu, tukajiweka mbali, lakini kwa sababu ya Yesu leo hii tuna ujasiri wa kusimama na kusema tumeokoka. Tunao ujasiri wa kusimama na kusema kwamba sisi hatufanyi dhambi. Kwa hivyo yako mambo ya kujifunza katika utumishi huu ambao alielekezwa ama aliagizwa aweze kuufanya kwenye maisha yetu katika hii dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona ya kwamba jambo la kwanza kabisa ambalo lilifanyika hapa, tunaona kwa sababu ya upendo Mungu alimtoa mwanae wa pekee. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe katika utumishi wowote jambo ambalo linaanza ni wito. Haleluya. Yaani ni wito. Tunaona Mungu alimtoa mwanae wa pekee akatumwa aje kwetu, na tunaona kazi aliyoifanya. Sasa wito huu unaambatana na mwitikio. Kuna watu wengine ambao waliitwa lakini wakashindwa kuitikia, na mwisho wa siku huduma zao hazikuendelea mbele, ama tumishi zao hazikuweza kuendelea ama kuzaa matunda. Kwa hivyo tunaona utumishi eneo la kwanza kabisa ni wito. Haleluya. Yaani unaagizwa kufanya jambo fulani, unaagizwa kutimiza kusudi fulani kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Tunaona kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu aaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa hivyo tunaona alimtoa, lakini hata huyu aliyetolewa pia alikubali kutoka. Kwa hivyo jambo la kiutumishi kabisa, jambo la kwanza tunaanza na wito. Ule wito wa kwamba sasa fanya jambo fulani, sasa labda tumika kwa eneo fulani. Tunajua utumishi wa Mungu uko wa aina mbalimbali. Kuna waimbaji, kuna wachungaji, kuna manabii, kuna mitume, yani utoaji, yani vyote hivyo ni utumishi. Lakini jambo linaloanza ni wito. Unapokubaliana na wito ndipo utumishi wako unapoanzia. Yani unakubali sasa kwamba niko tayari kufanya jambo fulani ambalo Mungu amenisemesha. Niko tayari kufanya jambo fulani ambalo Mungu ananiagiza nifanye. Lakini pia ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 15, Yohana sura ya 15, Yohana Mtakatifu sura ya 15 mstari wa 16, pia yako mambo hapa nataka nizungumzie kwa habari ya hii huduma ya kuleta watu kwa Yesu, ama utumishi huu ambao upo. Mstari wa 16, Yohana sura ya 15, Yohana Mtakatifu 15. Mungu anaangalia neno lake ili aweze kulitimiza. Kwa hivyo ni vizuri na wewe uko unafuatisha mistari hii ya Biblia kwa kupitia neno la Mungu, itakusaidia. Wakati mwingine maneno ama mtu anaposoma anaweza kukosea, lakini wewe ukiwa unasoma pia inakusaidia kwa wakati fulani, unakuwa na uwezo wa kusoma. Neno la Mungu linasema, Yohana sura ya 15 mstari wa 16, si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, nami nikawaweka muende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo Baba kwa jina langu awapeni ninyi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tunaona kwa habari ya utumishi pia sio swala la wewe kuchagua. Tunaambiwa hapa kwamba si ninyi
chagua mimi, yani tunakumbushwa kwamba sio sisi ambao ndo tunachagua, bali Mungu ndiye anayetuchagua sisi tutumike kwa namna mbalimbali. Na sasa tunapokuwa tumeelekezwa tutumike kwa namna hiyo, ujue tu ya kwamba karama yako ama huduma yako sio wewe uliyeianzisha, sio wewe ambaye yani umeinuka tu kaanza mimi napenda kutumikia kitu fulani. Hapana, kumbuka tu ni kwamba ni Mungu mwenyewe anayeianzisha. Mungu mwenyewe ndiye anayetuchagua na anatupa mzigo sasa wa kuweza kufanya huduma zile ambazo tunatakiwa kuzifanya. Na niwaambie tu kweli, unapoijua huduma yako itakusaidia. Kuna watu katika tumishi hizi ambazo watu tuko nazo wamebarikiwa sana, wamejikuta wameinuka sana, wamejikuta wanafanikiwa sana, wamejikuta wanapiga hatua sana, kwa sababu tu walijua karama zao, walijua ni namna gani watatumika kwa vile vipawa ambavyo Mungu ameviweka. Na leo hivi nawasaidia tu, wako wengi, kuna waimbaji wengi, sababu tu ya uimbaji wamejikuta wamefanikiwa sana, wamejikuta wameondoka kwenye vifungo vya umaskini, wamejikuta wamepata vibali katika tumishi hizi ambazo tuko nazo. Sasa usidharau ile huduma ambayo Mungu ameiweka kwenye maisha yako. Tunapewa karama tofauti, tunapewa vipawa tofauti, lakini jambo la msingi ni kukumbuka tu ya kwamba sio wewe ambaye unachagua ama unapanga ufanye kitu cha namna hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hapa tunakumbushwa kwamba anasema sio ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, nikawaweka muende mkazae matunda. Lakini tunakumbushwa pia kuna jambo lingine la msingi kwamba katika utumishi wowote ulionao, kumbuka kuzaa matunda, yani kuona matokeo ni jambo la msingi, ni jambo la maana sana. Sasa watu wengi wanafika mahali wanakata tamaa, wanafika mahali wanaishia njiani, wanafika mahali hawafanyi lile ambalo walikusudiwa kwa sababu ya changamoto ambazo wanakutana nazo. Mtu wa Mungu, nikwambie ya kwamba hii kazi sio ya kwako, hiyo huduma ulionayo sio ya kwako, ni Mungu mwenyewe. Sasa ikiwa ni Mungu mwenyewe amekupa hiyo neema, hakikisha unaifanyia kazi hiyo huduma yako ili iweze kuzaa matunda. Mungu hawezi kukuacha. Tunajua katika utumishi kuna mambo mengi huwa yanatokea, yaani kuna vitu vingi sana unapomtumikia Mungu kwa namna yoyote. Kuna vitu vingi sana ambavyo kiuhalisia Mungu anaviachilia kwako. Naweza tu kusema yani kazi ya kumtumikia Mungu inakupa heshima fulani, yani inakutofautisha na watu wengine, yani unaonekana kwamba wewe ni mtu wa maana hivi, inakufanya uonekane kwamba wewe ni mtu wa thamani mbele za Mungu, lakini pia hata mbele za watu. Kwa hivyo kumtumikia Mungu ni kazi ambayo inasimama kukupa heshima kwa namna yoyote ile. Kila mmoja ana utumishi wake, sio lazima wote wakawa wachungaji, sio lazima wote wakawa wahubiri, sio lazima wote wakawa waimbaji. Kazi yoyote ambayo unaifanya kwa ajili ya utukufu wa Mungu huwa ina faida. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo sasa unapokuwa ukimtumikia Mungu, kumbuka tu kwamba kazi hii ya utumishi ambayo Mungu ameweka ndani mwako sio kazi ambayo umeichagua wewe. Inaanza na wito, halafu unapoitikia Mungu anaanza kukutumia kwa namna ambayo ameikusudia kwenye maisha yako.